Joseph Mhulila ambaye pia ni dereva bodaboda mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa Mtwivila mkoani Iringa, anashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kumuua mtoto wake mwenye umri wa miaka 6 anayejulikana kwa jina la Timotheo Joseph Mhulila, ambaye pia ni mwanafunzi wa chekechea katika shule ya Likeness Daycare iliyopo mkoani Iringa. Jeshi la polisi mkoani humo limethibitisha kutokea kwa tukio hilo, huku likitoa ufafanuzi juu ya kuendelea kumshikilia kwa mahojiano zaidi wetu. Lakini tunao taarifa ya tukio la mauaji ya mtoto ambaye alikuwa akijulikana kwa jina la Timotheo Joseph Mhulila, ambalo lilitokea ambapo tarehe 12 mwezi wa 4 majira ya saa 6:05 usiku. Mtu aitwaye Joseph Justino Mhulila, miaka 28, huyu ni dereva bodaboda na mkazi wa Mtwivila, aliripoti katika kituo kikuu cha polisi Iringa kwamba mtoto wake aitwaye Timotheo Joseph Mhulila ambaye ana umri wa miaka 6 na ni mwanafunzi wa chekechea katika shule ya awali ya Likeness Daycare, mkazi wa Mtwivila, kama amepotea katika mazingira ya kutatanisha. Baada ya kupokea taarifa hiyo kituo cha polisi, taarifa hiyo ilitia mashaka kwa sababu huyu alivyotoa muda wa kutoa taarifa hiyo na mazingira yenyewe yakawa haviendani. Lakini tuliendelea kumshikilia huku tukiendelea kufuatilia kuhusu upatikanaji wa huyo mtoto, kwa sababu mzazi atakaye tuka ushirikiano, lakini alionekana kama vile ana taarifa fulani kuhusiana na kupotea kwa huyo mtoto. Lakini ilipofika tarehe 6 mwezi wa 5 majira ya saa 1:30 asubuhi, timu ya Makachero walikuwa wameshapata taarifa fiche kuhusiana na kupotea kwa huyo mtoto. Lakini baada ya kumhoji upi sasa mtuhumiwa huyo, kutokana na hizo taarifa, alieleza kwamba mnamo tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2025 alimchukua mtoto huyo kutoka kwa mama yake kwa lengo la kuja kumsalimia. Baba huyu na mtoto walikuwa hawaishi pamoja, mke wake walitengana, ambaye ni mzazi mwenzie. Kwa mama anaishi na mtoto na baba alikuwa anaishi mwenyewe. Kwa hiyo alimchukua mtoto tarehe 28. Lakini amedai kwamba ilipofika tarehe 11 mwezi wa 4 mtuhumiwa alimwacha mtoto nyumbani kwake na kwenda kulala nyumbani kwa mama yake, kwa mama huyo mtoto ambaye hawaishi pamoja. Lakini amedai kwamba mtuhumiwa alirudi nyumbani kwake tarehe 12 mwezi wa 4 majira ya asubuhi na aligundua mtoto wake ambaye kwa sasa ni marehemu amepigwa shoti ya umeme akiwa ndani ya nyumba na kufariki dunia. Hayo ndio maelezo ambayo aliyatoa baada ya kuwa amehojiwa. Sasa baada ya kuelekea kwenye eneo la tukio, lakini anadai kwamba alipata hofu kwamba akitoa taarifa ya mtoto kupigwa na shoti ya umeme itakuwa tatizo kwake. Kwa hiyo akaamua kumkatakata mtoto vipande vipande vidogo vidogo na kuvudumbukiza chooni na kuflash kwenda kwenye shimo la choo. Lakini eneo la tukio baada ya kuwa tumelikagua, tumegundua kwamba kweli mtoto huyo alikatwa vipande vipande na huyo baba yake ambaye amekiri tukio hilo kulifanya yeye mwenyewe, na kwamba baada ya kumkatakata ameflash, lakini baada hapo akatoa taarifa ya uongo kituo cha polisi kwamba mtoto huyo amepotea. Lakini kimsingi mtoto huyo hakupotea, baba yake alimkatakata vipande, lakini bado tunaendelea kumhoji kwa nini alifikia stage ya kumkatakata huyo mtoto vipande. Na baada ya kuchunguza kwamba kuna shoti ya umeme, tumegundua kwamba shoti ya umeme haikuwepo, lakini kuna sababu ambayo ilipelekea kumkata huyo mtoto ambao bado hatujabaini mpaka sasa hivi. Lakini uzuri kwa sasa tuko naye, tunaendelea kumshikilia na tunaendelea kumhoji ili tufikie mwisho wa tuhuma hizo, lakini pia tumpeleke mahakamani kwa tukio ambalo anastahili, ambalo litakuwa ni tukio la mauaji ya huyo mtoto. Kimsingi tumefuatia taarifa za baba na mama kuhusiana na mtoto, hapakuwa na ugomvi na walikuwa na tabia ya kubadilishana huyo mtoto. Kuna kipindi kama siku za haendi shule anakuja kwa baba, anakaa naye siku moja, ya pili anarudi kwa mama. Kwa hiyo hapakuwa na taarifa yote ya ugomvi kati yao. Maana hata sisi tulidhani kwamba labda kuna tukio la labda kutaka wanasema kulipiza kisasi kupitia kwa mtoto, lakini wamesema hakuwa na ugomvi wote. Hilo sasa mara nyingi tunatumia madaktari kumpima, kwa sababu kugundua kwa mara moja sio rahisi. Na mara nyingi kama tukio kama haya, kama tukio nimesema mauaji, lazima tu mtu apimwe akili na madaktari kuthibitisha kama akili yake iko timamu. Lakini kwa mazingira ya kawaida ukimuona, unamuona mtu yuko kawaida.